Asante sana. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kutujalia tumeweza kutetea ubingwa wetu kwa mara nyingine. Fainali ni fainali kama ambavyo tunajua, kwa sababu kombe lilikuwa uwanjani, kwa kila timu ilikuwa imekuja imejiandaa. Kwa upande wetu sisi, kwa sababu ni mabingwa watetezi, tulikuja kwa lengo moja tu la kuhakikisha mafanikio yetu katika mechi hii ni kutetea ubingwa. Lakini kama ambavyo mnaelewa kwamba kawaida unapokuwa juu kila mmoja naye anatamani kufika pale. Kwa hiyo wenzetu walikuja wamejiandaa, na kwa bahati mbaya au bahati nzuri mechi kipindi cha mwanzo ilikuwa ni changamoto kwetu baada ya mchezaji wetu mmoja, goalkeeper wetu, kupata red card. Kwa hiyo ilituia vigumu kuweza kucheza kwa almost dakika 70 tukiwa wachezaji pungufu, lakini namshukuru Mungu, wachezaji wangu wamefanya jitihada, wamefanya ambacho wamepaswa kufanya, na alhamdulillah tumepata mafanikio, tumechukua tena ubingwa kwa mara nyingine. Hii ni mashindano ambayo tunaisha kufanya kazi mbalimbali. Pengine inakuwa yanatoa chachu kiasi gani, kwa sababu sasa hivi naambiwa magonjwa sio kuambukiza yamekuwa ni mengi sana. Pengine inatoa fursa gani kufanya kazi, kufanya mazoezi, lakini pia mashindano kama haya? Ni kweli, unajua serikali inatumia fedha nyingi kwa ajili ya kupitia mfuko wa bima ya afya kuweza kutibia wananchi, na miongoni mwa magonjwa ambayo pia yanaonekana yanatumia gharama kubwa, serikali pamoja na taasisi hizi za umma kwenye kuwatibia ni magonjwa haya ambayo ni nyemelezi na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Kwa hiyo katika kuhakikisha tunafanya jitihada ya kupambana na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza na kuzisaidia taasisi zetu pamoja na serikali kupunguza gharama ambayo inatumika kwenye matibabu, uongozi wa Dar es Salaam Staff Soccer League wamekuja na hili wazo la kuwakutanisha watumishi na wafanyakazi, ili mbali na majukumu yao ya msingi ya kufanya kazi ya kulitumikia taifa hili, lakini kwa nyakati tofauti tofauti waweze kufanya mazoezi ili sasa waweze kujiweka kitimamu kimwili na kuweza kupunguza zile riski za kupata magonjwa ya nyemelezi na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Ubingwa huu unakupeni hamasa kuelekea Mei Mosi? Kwa kweli sisi kwetu soka ni maisha yetu. Tuna kauli yetu, tunasema hatupoi. Kawaida wengine wakimaliza mashindano makubwa ya Mei Mosi na Shimuta wanaenda kupumzika, wanasubiri kipindi cha maandalizi ya mashindano kujiandaa, ila sisi tunapomaliza mashindano inakuwa ni tunaanzisha chachu nyingine ya kuendelea kujiandaa. Kwa hiyo mashindano haya yamekuwa ni sehemu ya kujiandaa kuelekea Mei Mosi, na kama ambavyo tumeona wachezaji wetu walikuwa timamu kimwili. Wachezaji 9 wameweza kupambana kwa zaidi ya dakika 70 na wachezaji 11 ndani ya uwanja na wamefanikiwa. Kwa hiyo inatupa chachu kuona kwamba kwanza tunafanya assessment kuona sehemu gani bado hatujakaa vizuri, lakini pia sasa ndio inakuwa ni hamasa ya kuhakikisha tunakwenda kwenye mashindano ya Mei Mosi kwa lengo la kwenda kupambana na kwenda kuchukua ubingwa wa Mei Mosi, ambao ndio ubingwa au mashindano ambayo tumekuwa tunatamani na hatujawahi kuyapata katika historia yetu ya kimichezo. Kwa miaka hivi karibuni TRA imekuwa na timu bora sana. Tumezungumza kuhusu mashindano ya Mei Mosi. Shimuta mko mnafanya vizuri sana. Jana mwaka jana mnafanya vizuri. Pengine kitu gani ambacho mnakifanya nje kama management kuhakikisha kwamba kwenye pitch ndio tunaburudika sana? Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuishukuru sana management ya Mamlaka ya Mapato Tanzania kupitia jemedari wetu ambaye ni kamishna mkuu Bwana Yusuf Mwenda, pamoja na management yote kwa ujumla, wamekuwa wanatupa support kubwa. Mnavyoona hivi, wanasema siku zote mafanikio yanahitaji uwekezaji. Kwa hiyo mnavyoona hizi rasilimali hapa ambazo tunazitumia, tuna viwanja vya mpira wa miguu, viwanja vya netball, viwanja vya basket, yote ni uwekezaji ambao management yetu imewekeza, na hiyo sasa inatupa zile chachu kuhakikisha sasa, kwa sababu wao wamewekeza gharama kubwa na wanaendelea kutupa support, na sisi tutimize wajibu wetu ndani ya uwanja na tuhakikishe wachezaji wetu wanafuata yale maelekezo ya management pamoja na benchi la ufundi, kuhakikisha sasa wanazitendea haki zile jitihada ambazo viongozi wetu wanakuwa wanatupa kupitia rasilimali tofauti. Shukrani. Kitu kimoja naomba nitume ujumbe. Sawa, tume ujumbe. Mashindano yetu. Nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru wote, kuwashukuru wadau wote wa michezo ambao wamejitokeza.
kuanzia management ya Mamlaka ya Mapato Tanzania kwenda kwenye benchi la ufundi, wachezaji, washabiki, bila kuwasahau walipa kodi wetu. Kwa kweli tunavyoona wanakuja walipa kodi wetu ambao ndio wadau wetu wakubwa katika ili jukumu la ukusanyaji mapato, inatupa na sisi chachu ya kuhakikisha tunafanya vizuri, lakini pia kuweza kuwasogeza karibu ili pale ambapo wanakuwa wamekutana na changamoto mbalimbali kwenye masuala ya ukusanyaji kodi, sisi tuweze kuitumia fursa hii pia kuweza kuwatatulia changamoto zao. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kuendelea kulipa kodi kwa hiari, na niseme tu TRA ni bingwa wa DSSL, lakini pia tuendelee kulipa kodi kwa hiari. Asante sana.